Asante sana kwa kuchagua EUTV na nikushukuru sana kwa kuchagua kuangalia Kidani. Mimi ni Sauda Hussein nikifanya mazungumzo na wanawake mbalimbali katika sekta tofauti. Lengo ikiwa ni kuelimishana, kupeana connection, lakini pia kutiana moyo kwa wale ambao wamekata tamaa. Na leo sasa tumekuja kuzungumza katika kile kipengele ambacho wanawake wengi tunapenda. Tunazungumzia swala la ndoa. Kuna taasisi inaitwa Proudly Wives. Ni mwanamke huyu ambaye ameamua yeye kuanzisha hichi chama cha wanawake ambao wanajivunia ndoa. Naamini kuna ambao hawataki kabisa kusikia masuala ya ndoa na kuna ambao wanatamani kusikia swala la ndoa. Sasa huyu leo tutazungumza naye mengi sana, ambaye anajulikana kwa jina la Salome Nelson. Ni nani huyu? Baki nasi. Salome Nelson Mwafongo ni mhitimu wa shahada ya uandishi wa habari kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye ameamua kutumia taaluma yake kuigusa jamii kwa njia ya kipekee. Kwa zaidi ya miaka 10 amefanya kazi na kampuni na mashirika mbalimbali yanayojihusisha na ustawi wa jamii, hususan katika elimu ya afya ya uzazi, malezi na makuzi bora, pamoja na mahusiano ya familia na jamii kwa ujumla. Alianza shughuli za kijamii akiwa shule ya msingi kupitia mashirika kama FAWE, TAYOA, Flat na Restless Development, ambapo alijengea wanafunzi uwezo kutoa elimu ya rika na ushauri, jambo lililompa uzoefu wa moja kwa moja wa kufanya kazi na jamii kwa ukaribu. Uzoefu huu wa karibu na jamii na familia umemfanya Salome kutambua changamoto zinazokabili ndoa na maisha ya familia, hasa pale ambapo mambo mazuri hayazungumzwi hadharani huku changamoto zikipewa uzito mkubwa. Hali hii imemchochea kuanzisha Proud Wives, taasisi inayowezesha wanawake walioolewa kuimarisha ndoa zao na familia zao. Kupitia Proud Wives, wanawake hupatiwa elimu ya jinsi ya kuishi vyema, maarifa ya ndoa na msaada wa kurekebisha changamoto zilizopo, huku akihimizwa kuangalia upande mzuri wa ndoa na kushirikiana kwa heshima ndani ya familia. Taasisi hii sio tu eneo la elimu, bali ni jukwaa la kutia moyo, kuimarisha heshima na kukuza uelewa wa kina kuhusu thamani ya ndoa. Salome anaendelea kuendesha taasisi hii kwa moyo wa kujitolea, huku akiwajibika pia kama mke, mama na mwajiriwa. Safari yake binafsi ya kujitolea katika jamii inakamilishwa na juhudi zake za kielimu, kwani kwa sasa anasomea shahada ya uzamili ya ustawi wa jamii katika taasisi ya ustawi wa jamii Dar es Salaam. Kupitia mchanganyiko wa taaluma, uongozi na uzoefu wa moja kwa moja na jamii, Salome anashirikisha maarifa, moyo na nguvu zake kuhakikisha maisha ya wanawake, familia na jamii kwa ujumla yanakuwa bora zaidi. Naam, huyo ni Salome Nelson. Umesikia kwa muhtasari kuhusiana na wasifu wake, na leo ndo niko naye hapa kuzungumza swala zima la Proudly Wives. Hongera kwa kujivunia kuolewa. Asante, nashukuru Mungu. Kuna mtu saizi anayetuangalia ambaye yeye amechagua upande wa ndoa mbaya. Inawezekana hakuelewi kabisa unachokizungumzia kwa sababu tu ya mambo ambayo ameyapitia kwenye ndoa. Kwa nini uliamua kuja na Proudly Wives? Yaani kwa nini ujivunie kuolewa? Okay. Actually, ambacho umekizungumza ni kitu ambacho kipo kweli. Proud Wives haimaanishi kwamba ni wale wanawake ambao wako kwenye ndoa hawakutani na changamoto yoyote. Hapo tutakuwa tunadanganya kama tuko kwenye dunia nyingine. Kwa sababu kwenye maisha changamoto zipo, kuna nyakati mbalimbali nzuri na mbaya. Lakini ukiangalia kimsingi kwenye jamii, asilimia kubwa ya vitu ambavyo tunavisikia ni vitu ambavyo ni hasi kuhusu ndoa. Nani ambaye anazungumza vitu vizuri vya ndoa? Unakuta ni kwa watu wanaogopa, wanakuambia jicho la watu, sijui kuna macho ya watu, hasadi vitu kama hivyo, unaona. Okay. Kwa hiyo pale ambapo tunakuwa tunazungumzia vitu vibaya vya ndoa, ndipo ambapo tunazidi kuwalisha watu sumu. Wanakuwa wana fikra tofauti ambazo wakiingia kwenye ndoa wanakuwa wameshajihami. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza ukatengeneza tatizo ambalo halipo, kwa sababu tayari umeshailisha akili yako kitu kama hicho. Kwa hiyo kikubwa sana ni kuangalia ule upande mzuri wa ndoa, na kubwa zaidi ni kuwazungumzia wanaume vizuri. Ni kweli, kwa sababu tukiwa tunazungumzia ni zana iliyopo ni kwamba ndoa mbaya ni wanaume wabaya.
Lakini si kweli kwamba wanaume wote ni wabaya. Kuna wanaume ambao ni wazuri, ambao wanafanya vitu vizuri, lakini mazuri yao hayasemwi. Unaona, tunaangalia tu vile vitu vibaya au matokeo mabaya ya vile vitu ambavyo vinakuja kujitokeza baadaye, baada ya sababu mbalimbali ambazo zimetokea. Kwenye taasisi yako ni lazima uwe umeolewa ili uwe mwanachama? Yes. Aha. Kwa sisi ambao tunataka kujifunza yanayoendelea kwenye ndoa haturuhusiwi? Hapana. Okay, kwa Proud Wives ili uwe mwanachama ni lazima uwe umeolewa, na ndoa ambazo tunaziangalia ni zile ambazo zipo kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya mwaka 1971. Umeona ambayo inatambua ndoa ya kimila, ndoa ya serikali na hizi ndoa za kidini, dini ambazo tunazifahamu hapa Tanzania, Ukristo au Uislamu. Kwa hiyo kwa mtu ambaye hajaolewa, kwenye swala la kujifunza, tunatoa mafunzo mbalimbali kama makongamano. Kuna makongamano yetu ambayo huwa tunayafanya ambayo yanaruhusu wale wanawake ambao hawajaolewa wanaweza kuja pia. Lakini pia kupitia mtandao wetu wa kijamii wa Instagram kuna mafunzo ambayo huwa hayaelemei tu walioko kwenye ndoa. Wapo hata wale wanawake ambao hawapo kwenye ndoa na wenyewe wanapata nafasi ya kujifunza, hata kujiandaa pia. Tatizo kubwa linalopelekea changamoto ndogo ndogo ama kubwa kubwa kwenye ndoa kwa upande ambazo zinasababishwa na sisi wanawake ni nini? Sehemu kubwa ya vitu ambavyo vinasababisha au kuleta changamoto kwenye ndoa ni uelewa. Yaani kusema ukweli ni kwamba hatuna uelewa wa ndoa kabla ya kuingia kwenye ndoa. Yaani sisi ni watu ambao tunaingia, siwezi kusema kama tunajaribu, tunakuwa tunadhani kwamba labda ndoa sijui ni kitu gani. Kwa hiyo unapoingia we unaishi tu. Hakuna kitu ambacho unakuwa nacho ambacho hata walau kinakuongoza kufahamu. Lakini sasa nikizungumzia kwa muktadha wa wanachama wetu sisi ndani, kuna changamoto moja ya kiuchumi. Wengine unakuta wameolewa kwa kufikiri kwamba pale ndio sehemu yao ya kwenda kupata kipato. Umeona, yani kusubiriwa kupewa hela hivyo, tunasema matumizi, kufanyaje. Lakini unakuta pia kwa ulimwengu ambao tuko nao sasa hivi, kila mtu anatazama hili jambo katika namna tofauti. Umeona? Kwa hiyo kila mtu ametoka na mtazamo wake fulani hivi kichwani, anategemea nikienda pale mume wangu mimi atakuwa ananipa hela peke yangu. Achana na ile ambayo anaiacha nyumbani. Haijalishi anafanya kazi au hafanyi kazi, yani huyo mwanamke. Lakini unakuta sasa ameenda amekutana na mwanaume ambaye yeye ameangalia nyumba, yale mahitaji ya msingi kamaliza. Kuna cha hela sijui pocket money sijui kitu gani, hiyo nayo inakuwa ni changamoto, unaona. Lakini pia kuna mwingine anaona wanafanya kazi wote wawili. Mwanaume anamwambia kwa sababu unafanya kazi na wewe toa hiki na mimi nitoe hiki. Kuna kuta pia kuna wale wanawake ambao na jamani ni changamoto, mbona anakuwa tena ashiki majukumu yake, umeona. Kwa hiyo changamoto ya maelewano, mawasiliano, kukosekana kwa mawasiliano sasa ndio kunapelekea vitu vingi kwenye changamoto ya mimi kupelekea hata ndoa kuteteleka na vitu kama hivyo. Kwa hiyo swala la kiuchumi yani ni pana, ni kubwa sana. Okay. Kwa hiyo nyinyi hasa mnachowafundisha ni kuvumilia wakikutana na mazingira kama hayo tofauti. Aidha ni changamoto za kiuchumi, tabia na kadhalika. Mnachowafundisha ni nini? Elimu haina mwisho na tujui kila kitu. Kwa hiyo kukaa hivi pamoja kunatusaidia kufahamu vitu vingi. Tunajifunza kuhusu malezi, kuhusu uchumi kama hivyo kwenye maisha yetu ya kila siku, kuishi na majirani, umeona. Tunajifunza vitu vya mapishi, mambo ya afya, kwa sababu huko pia kuna wengine hawafahamu kabisa. Kwa hiyo tunajifunza elimu kwa mfano ya malezi na makuzi ni pana sana. Tuna madaktari pale ndani, tuna watu wa uchumi nani, wanachama sisi wenyewe tunafanya hivyo ambao huko wanafanya kazi, wengine ndo expertise kwenye hayo maeneo kwa ajili ya uelimishaji, kutoa ushauri. Kwa hiyo elimu ambayo ipo hasa ni kwa ajili ya kumsaidia mwanamke kuweza kukabiliana na maisha. Sio kwamba kumwambia tu vumilia, anavumilia kitu ambacho hakielewi. Anatakiwa kuelewa, alafu mwisho wa siku ajue sasa hata ninavumilia ni choice yake yeye, kwamba hapa sasa ninahitaji kuvumilia. Kwa hiyo tunamuelewesha. Kuna namna yoyote hawa ambao wako kwenye taasisi ambao ni wanachama waliwahi kuvumilia na baadaye wakaamua kuachika, pamoja kwamba walikuwa sehemu ya Proudly Wives? Wapo ambao waliamua kuyaaga mashindano? Wapo. Wapo. Kwa kuna kipindi elimu pia inagonga mwamba kwa sababu ya mazingira. Of course, kwa sababu unajua Proud Wives kule tuko wanachama ambao tuko katika miaka tofauti ya ndoa, na wengine wanakuja tayari wameshakuwa sijui nisemeje, ni changamoto zimefika kile kiwango ambacho unakuta kesi hata wengine wameshaanza ku process divorce, umeona. Na wengine ni wanakuwa wana ndoa wachanga, umeona.
Kwa hiyo ni kweli kuna muda wakati mwingine unampa mtu elimu lakini ameshafanya maamuzi yake, umeona. Kwa sasa sisi tunachotamani ni kwamba mtu afanye maamuzi ambayo ana taarifa nayo, ili asije akapata yale majuto kwamba sikuwa nafahamu hiki kitu. Ndio maana sisi kwenye taasisi yetu tuna wanasheria wako pale ndani, wanatupa elimu ya sheria vizuri tu, na tunasisitizana sana kusoma sheria ya ndoa, sheria ya watoto, kwa sababu kwa ajili ya kujua wajibu na haki za mtoto, wajibu na haki yako wewe kama mwanandoa, umeona, na wewe mzazi kama mzazi unawajibika vipi kwenye malezi na kwenye ndoa yako. Kwa nini tunafanya hivyo? Ili mtu anapofika kufanya maamuzi yoyote basi arejelee miongozo ambayo iliyopo ya nchi, asije akasema hapana, mimi nilikuwa sifahamu kama hiki kitu kama hiki. Taratibu hata kwenye kuachana. Kwa hiyo tunatamani hata kama ni kuachana, basi kuachana kwenye amani, ambako bado kunatetea maslahi ya utu wa mtu, kulinda utu wa huyo mwanandoa mwenyewe, kila mmoja hapo, mke na mume, lakini pia na watoto. Okay. Yeah. Na ikitokea ameondoka, anaendelea kuwa mwanachama wenu au wanachama unakuwa umekufa? Wanachama unakuwa umekufa. Mtu ambaye anaweza kuendelea kuwa mwanachama ni yule ambaye amefiwa na mume na mwenza na yes. mume, okay. Na mume. Kwa hiyo anaweza kuendelea kuwa mwanachama, yeye mwenyewe akiamua anatoka. Okay, sawa. Turudi kwako sasa Salome, maono ya kuanzisha taasisi yalikuwa ni mazuri na makubwa huenda, na watu unaoongoza 100% ni wanawake. Labda kama kuna wengine ambao siwafahamu, lakini 100% ya wanawake. Pia kuna changamoto zake kama kiongozi. Nini maono yako, na unatumia labda wanasema falsafa gani kwenye kuhakikisha kwamba unaongoza wanawake walioolewa wanakuwa pamoja? Unajua wanawake tuna mambo mengi, nakaa sehemu mara mtaanza kusemana, mtafanyaje, yani tuko tu hivyo by nature. Namna gani unasimamia kuhakikisha kwamba Proudly Wives inasimama? Okay. Asante sana. Nafurahi umetumia neno hapo kwamba falsafa gani ninaitumia. Falsafa ambayo mimi ninaitumia ni falsafa ya ile kujihisi kwamba wewe ni sehemu ya Proudly Wives, yani unaimiliki, umeona, na wewe unakuwa ni sehemu ya mchakato, badala ya kumuona kwamba ni Salome ndo ameanzisha, na wewe kuvivaa vile viatu vya kuwa mwanzilishi na kuendeleza. Kwa hiyo pia kitu kingine kwenye falsafa hiyo tunasema kwamba huwezi kuamua kuhusu sisi bila sisi wenyewe kuhusika. Kwa hiyo Proudly Wives ni taasisi ambayo wanachama wanahusika 100%, naweza nikasema, kwenye kuiendesha, kwa sababu ukiacha uongozi, wanachama wenyewe pia ndio walimu, ndio washauri, tunatambua uwezo wao katika taaluma zao na ile uzoefu waliokuwa nao. Kwa hiyo hatuchukui tu watu kutoka nje ambao wanaishi kwenye dunia nyingine ambao hawaelewi kile ambacho kipo mule ndani. Kwa hiyo moja ni ile sasa kutake ownership, lakini kitu kingine ni ule uongozi, na uongozi ambao uliopo, mimi unavyoniona hapa sio mshikilia usukani niseme kwamba chochote ambacho unakiona Proudly Wives basi mimi pale ndo niko mbele. Hapana, kuna timu ya watu ambao wanajitoa kwa hali kwa mali kuhakikisha kwamba vitu vinaenda, na namna ambavyo tumechagua kuiangalia Proudly Wives, tunataka mtu akiona Proudly Wives, mwanamke yoyote ambaye yuko kwenye ndoa na hata ambaye hayuko kwenye ndoa, akiona Proudly Wives asimuone Salome, ajione yeye. Kwa hiyo tumejitofautisha. Na bado unaangalia Kidani, na mimi ni Sauda Hussein, tuko naye hapa Salome Nelson ambaye tunazungumza naye masuala mazima ya Proudly Wives, ama wanawake ambao wanajivunia kuwepo kwenye ndoa. Tunapata mapumziko kidogo alafu tarejea hapa. Nikusihi tafadhali usiondoke. Bado tunaendelea. Kama kwanza unawasha luninga yako, kipindi hewani ni Kidani, na leo tunazungumza na masuala ya ndoa. Niko hapa na Salome. Salome, tulikuwa tunaendelea. Kuna wanaume ambao wameshakuja kuwaletea maua yenu, labda bwana, mimi mke wangu Sauda alikuwa hivi, sasa hivi amebadilika tangu amekuja Proudly Wives sana. Yani mpaka natamani ufanye nao kipindi, wangekuwa wanaweza kuzungumza. Wapo sana, na hutaamini, yani wanaume ndo ni nguvu yetu, pia wanatusupport sana kuona kwamba okay, kumbe Proudly Wives inafanya kazi. Kama kiongozi wa Proudly Wives, na umetoka kutaja namna ambavyo takwimu za talaka zimekuwa zikiongezeka, unaiona hali ya sisi vijana especially
kuja kupenda na kutamani kuingia kwenye ndoa? Mimi ninaamini maana tuzungumzie hapo imani. Ninaamini yaani hali ya vijana kupenda ndoa ipo. Tatizo tu ni nini ambacho kupenda harusi, ndio kupenda ndoa. Kupenda ndoa ipo. Yaani pamoja na, nimefurahi umegusia mitandao ya kijamii. Yaani pamoja na mitandao ya kijamii, kwa sababu taarifa unazokutana nazo ndio ambazo zinachochea kusema hapana ndoa. Umeona nani? Kwa sababu hiyo tu ni mifumo ya kitamaduni niseme. Yaani ni ngumu sana mtu hapa akaanza kuzungumzia yaani mimi ndoa yangu jamani nashukuru Mungu. Yaani ni nzuri. Hassan. Lakini mtu na mimi niko pamoja na wewe. Umeona mimi mfano hata programs huwa nawaambia yaani ifike pahala tumjue Mungu tunayemtumikia. Lakini kuweka hiyo notion na mtu akishafikiria yaani Shetani amepata promotion kubwa sana kwenye nguvu zake kuliko nguvu za Mungu. Umeelewa sijui. Kwa hiyo kile ambacho kinatangulia kwenye mitandao ya kijamii ni vya hasi sana kuliko vizuri watu wamekaa navyo. Okay. Ikitokea umekutana na kijana ambaye hajaolewa au hajaoa, utamwambia nini kuhusiana na ndoa? Yaani aidha anataka kuingia. Nini utamwambia? Mimi nitamwambia kwamba ndoa ni nzuri na ni vile ambavyo wewe umechagua kuiona, na hakuna mtu ambaye amezaliwa anajua. Uzuri kwamba hakunaga shule ambayo tunaendaga kwenye ndoa. Umeona kila siku hakuna darasa la ndoa. Na darasa lako juu kwa juu. Hakuna darasa la ndoa ambalo mtu amewahi kuhudhuria akasema sasa hapa amehitimu katunukiwa cheti kwamba huyu ni mwanandoa bora. Hapana. Kwa mimi mtu ambaye anataka kuingia kwenye ndoa leo ningemwambia hivyo kwamba asikate tamaa na asiishi kutokana na vile vitu ambavyo wanavisikia kutoka kwa watu, kwa sababu uhalisia atakutana nao yeye mwenyewe. Lakini kikubwa zaidi ni kuwa mwelewa kwamba unapoenda kuishi na binadamu ambaye huja kuwa naye, kwa sababu hata sisi tunaozaliwa nyumba moja tunatokaga na tabia tofauti. Tumelelewa na baba mmoja na mama mmoja, lakini kila mtoto anakuwa na tabia ya peke yake. Sasa sembuse yule ambaye wewe hata hakukua kwenye nyumba yako, katoka kwenye utamaduni mwingine pengine. Umeona mazingira aliyokulia ni mengine, exposure alionayo ni nyingine, elimu alionayo ni nyingine. Hivyo vyote vimemjenga yeye kuwa na mtazamo. Kwa hiyo kile kitendo cha kuweza kumwelewa mtu ambaye unaenda kuishi naye na kujaribu kuelewa kwamba huyu niende naye tu kwa kuchukuliana naye. Umeona na ikitokea pale ambapo unakuwa unashindwa kuhimili, ndio fursa zilizopo sasa za kujielimisha zaidi, kwa sababu tunahitaji kuelewana kiubinadamu. Ila ukitaka uende kwamba mimi niko hivi, mtu lazima awe hivi, hapo uwezi ukaishi kwenye jamii yoyote ile. Tatizo litakuwa kwako sasa, sio kwa yule mtu. Ni vitu gani vina wewe kama Salome na mshauri, ikitokea hicho kitu kinafanyika, uko radhi kumwambia yule mwanamke aliyeko kwenye ndoa toka? Nashukuru umesema ikitokea wewe kama mshauri. Sasa kwa bahati nzuri sana sisi kwenye taaluma, mimi sasa hivi nasoma masters ya social work. Sawa, tukiangalia kwenye values sisi tuzisemeje sasa, miiko labda ya kisocial work, haturuhusiwi kumwambia mtu kwamba hapa sasa toka, kwa sababu tunasema kwamba mahusiano ya binadamu ni very complex, yani ni magumu kuyachambua, kuyachanganua mpaka ukafika kiwango cha kusema hapa imetosha. Umeona? Ila kuna namna ambayo unaweza ukaona kwamba huyu yuko katika mazingira hatarishi. Sasa hapo ndipo ambapo unamsaidia kwenye miongozo iliyopo kwamba kwa hili hebu twende kwenye ngazi fulani ya kimamlaka, jambo lako likajadiliwe pale. Umeona? Mimi kama mimi siruhusiwi kumwambia mtu hapa toka. Ila ninaruhusiwa kumtaarifu kuhusiana na akiamua kutoka na akiamua kubaki, anatakiwa azingatie vitu gani, aweze kuchanganua, aone faida na hasara zake. Umeona? Lakini ile kumwambia sasa hapa toka, hapana. Okay. Yeah. Da. Kwa wale ambao mtahitaji ushauri wa kutoka kwa Salome, huo ushauri hapana. Lakini kama unataka kuingia mpigie simu Salome. Kutoka ni mahakamani. Wale ndo wanaamua sasa kwamba hii ndo tumeiachanisha, tumeivunja. Okay. Na mtazamaji wa Kidani, tumemaliza hapa na Salome. Tunapata mapumziko kidogo, tukirejea hapa tunakuja kuongea sasa na msemaji wa taasisi hii kuhusiana na kile ambacho wametuandalia sisi kama wanawake.
Naam, tumerejea na niko hapa na Sarafina Sai, mrembo mwingine ambaye ni mwanachama wa Proudly Wives. Mambo zako? Salama. Mzima wewe? Leo unajivunia kuolewa? Najivunia sana, sijuti. Naruhusiwa kukuuliza miaka mingapi? Bila shaka. Bila shaka. Aha, miaka mingapi? Sio chini ya miaka 5. Safi sana. Wewe ni msemaji wa taasisi ya wanawake wanaojivunia kuolewa. Kwanza unajisikiaje kupewa nafasi hiyo au kupata nafasi hiyo? Kiukweli kabisa ni nafasi nzuri sana na ninafurahi sana kwa sababu niseme tu nafasi hii hata kuipata ilikuwa ni Mungu tu. Yaani nilitamani sana kuwa sehemu ya umoja huu ili kuweza kuipa hatua ya mbele zaidi. Kwa hiyo nafurahi sana kuwa kama msemaji. Okay. Ulijua taasisi kabla ya kuolewa au baada ya kuolewa? Nimejua hata kabla sijaolewa. Ndio. Lakini niliamua kujiunga baada sasa ya kuolewa. Kutokana na taratibu ambazo zimewekwa na umoja wetu. Yes. Alikuunganisha nani? Yaani kwa mara ya kwanza ulisikia kwa nani? Mimi niliona kwenye mitandao tu ya kijamii, wanaposti, nikawa nasoma kila siku. Kweli basi na mimi nikatamani siku moja nitajiunga na huu umoja kwa sababu ya namna ambavyo walikuwa wanahamasisha mtazamo chanya kuhusu ndoa. Vijana wengi ukiambia masuala ya ndoa kuna tafsiri nyingi utazipata. Wewe ni kijana, ni Gen Z kabisa, nikikuangalia unawaambia nini vijana wenzio ambao wanaona ndoa kwa jicho ambalo si chanya? Ndoa ni kitu kizuri sana. Lakini sasa hivi mitandao ndo inahamasisha ndoa ionekane kama ni kitu kibaya kwa sababu kuna kurasa nyingi ambazo zina promote, watu wanatoa confession zao, labda amenyanyaswa na vitu kama hivyo. Kwa nitawashauri kwamba wanapokuwa kwenye mitandao, kwanza wachague vitu gani vya kusikiliza au vya kutizama. So, Proudly Wives ni platform mojawapo ambayo inakupa wewe sasa kama kijana, utaona namna kwamba ndoa kumbe ni kitu kizuri. Maana kama mabaya yanaweza yakakujenga ukaichukia ndoa, hata ukipata vitu ambavyo ni hasi, vitu ambavyo ni chanya kwa maana ya positive, unaweza pia ukaipenda ndoa. Sawa, tuzungumzie sasa heka ambazo mmeziandaa. Manake Azam TV na Proudly Wives kuna kitu tunafanya pamoja, lakini kwa sababu nyinyi ndio wazungumzaji wazuri kwenye eneo hilo, tuambie nini hasa mmeandaa, kutakuwa kuna nini na kwa nini mmeandaa, mnategemea kama wanawake wangapi? Je, waje wa Dar es Salaam peke yao, hata wa mikoani pia wanaweza wakaja na vitu kama hivyo? Ni kweli, tarehe 14 Oktoba mwaka huu tumewaandalia wanawake wote Proudly Wives Get Together. Kama ambavyo neno lenyewe linasema get, yani ni kukutana kwa pamoja. Kwa tunakutana kwa ajili ya kubadilishana vitu tofauti tofauti. Kwa mimi napenda kusema kitu kimoja, sisi wanawake ambao tuko kwenye ndoa tunahitaji sana muda wa kufurahi, wa kukutana, wa kubadilishana uzoefu kwa sababu ukikaa na vitu peke yako wakati mwingine sio rahisi. Kwa hiyo hii get together yetu, kwanza niseme theme yetu inasema njoo tufurahi, tujifunze na tujenge ndoa yetu. Kwa tuko pale specifically kwa ajili ya kujifunza, kuelimishana masuala ya mahusiano na ndoa, malezi na makuzi, masuala ya kukua kiuchumi kama wanawake, lakini pia tuko pale kwa ajili ya kufurahi. Na kutakuwa na watu wengi tofauti tofauti ambao nikiwa na maana ya kwamba wale wataalamu sasa wa hayo maeneo watakuwepo kutoa hizo elimu. Lakini pia tutakuwa na nafasi ya kushare changamoto zetu na tukapata jibu kutoka kwa hao watu. Akija Sauda, akija labda Hilda, akija na mtu mwingine, tunaweza tukabadilisha mawili matatu na mambo yakaenda vizuri. Kwa hiyo niwakaribishe wanawake wote sana kwenye get together yetu. Itakuwa ni kitu kizuri. Yaani haijalishi umeolewa au hujaolewa, unaruhusiwa kuja. Usije ukafikiri kwa sababu bango kubwa pale ni Proudly Wives, sisi tumeandaa tu, lakini tupo kwa ajili ya kuwafikia wanawake wote. Na haijalishi uko mkoani au upo Dar es Salaam. Kuna watu wanasafiri. Mimi na rafiki zangu wanakuja kwenye get together. Wanasafiri, wanatoka Mwanza. Lakini kwa nini wanasafiri? Kwa sababu wanaona kitu tunachokifanya kama Proudly Wives. Kwa wanatamani kuexperience ile kwa uhalisia wakiwepo pale, wawe sehemu ya umoja wetu. Nikushukuru sana Sarafina. Nashukuru sana. Haya. Na mtazamaji wa Kidani, nikushukuru sana. Ni matumaini yangu tulikuwa na wasaa mzuri sana leo kuzungumzia masuala ya ndoa, na kuna ambao wanazungumzia ndoa ni nzuri na ndoa ni mbaya, kwa hiyo chaguo ni kwako wewe. Kikubwa ni kwamba tunaamini ndoa nzuri ndio inayotengeneza familia na ndio zao la familia.
Kuna namba ya simu ambayo inapita hapo chini kwenye screen yako 0688475656. Kama unapenda kuhudhuria, kuja na wewe kujichanganya na wanawake wengine ili kuweza kujifunza mambo mengi, basi tuma ujumbe huo nami utanifikia moja kwa moja na nitakuunganisha nao. Lakini vile vile unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii, andika Sauda_Kidani Show ama UTV TZ. Mpaka wakati mwingine, sina la ziada. Kwa heri kwa sasa.